Tunaanzia hapa, tunamwona mrembo mmoja aitwaye Olivia akiingia katika jumba la kifahari, na hii ni baada ya Chief Vincent kufariki dunia na kuacha wasia na masharti ya urithi wa familia yake kwa njia ya video. Mwanasheria anaanza kwa kuzungumza. Ladies and gentlemen, leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya matakwa ya Chief Vincent. Kabla ya kufariki, aliomba kutazama hii video aliyojirekodi mwenyewe. Nahitaji kila mmoja wenu kuwa makini na kuitazama hii video. Mwanasheria akachukua remote na kuiplay hiyo video. Kama unaangalia hii video, na maanisha nimeumaliza mwendo na sasa nipo dunia nyingine. Natumai kila mmoja yupo hapa. Chifu akasema mke wangu kipenzi, pia akamtaja na mwanae Liam, kisha akamtaja Friday mlinzi wake wa getini, kisha akamtaja Kemi mfanyakazi wake wa nyumbani, lakini pia kuna mtu anategemea atakuwepo hapa. Akamtaja Olivia. Olivia, kama upo hapa, angalia hii video, naenda kukushukuru kwa msaada wako mkubwa. Mama akamtazama kwa hasira Olivia, ukuweza kunihudumia na kunijali katika siku zangu za mwisho. Kwa uhakika ninachokitaka kitaheshimiwa na kutekelezwa. Nimeweka masharti na ni lazima yatekelezwe. Kabla sijagawa mali zangu, na amuru Olivia aliyekuwa na mimi katika hali mbaya ya siku zote, ukae nyumbani na familia yangu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nataka Olivia kuheshimiwa bila kusumbuliwa kwa namna yoyote ile. Kama haya masharti yasipotekelezwa, vitu vyangu vyote ambavyo ni mali yangu, vyumba, viwanja, pesa na kila kitu, vitakwenda kwa watu wasiojiweza. Lingine la kuongezea, hakuna mtu yoyote, narudia, hakuna mtu yoyote atakayepatiwa mali zangu mpaka pale masharti yangu yatakapokuwa yametekelezwa. Kisha akawashukuru kwa kumalizia. Na hayo ni maneno ya chifu, na mimi mwanasheria wake niko hapa kuhakikisha matakwa yote na sheria zote zinatekelezwa. Mke wa chifu akamwambia, hii sio kawaida, mnamfanyia ukatili hii familia. Inawezekanaje mali zake ziende kwa watu wasiohusika na hii familia? Kwa hiyo baba alikuwa na kimada? Mwanasheria akamwambia, haya ni maelekezo ya chifu. Kwa upande wangu, labda alimuona Olivia ni mtu mwenye utu na tabia nzuri na kuvutiwa nazo. Alikuwa anakumbusha kanuni zake alizokuwa akijiwekea. Pia huu sio urisi, ni kuheshimu mtazamo wa chifu. Haya ni masharti ya kipumbavu, nitayapinga mbele ya mahakama. Madam, una uhuru wa kufungua jarada mahakamani kama ukitaka, lakini nakuhakikishia haya maamuzi yatabaki vile vile kama alivyotaka chief. Kingine nakwambia, matumizi ya kila mwezi mtakuwa mnaingiziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na mishahara ya wafanyakazi italipwa kama kawaida. Pia uwepo wa Olivia hapa kwa mwaka mzima ni lazima, na kama haitokuwa hivyo, pesa zote zitazidishwa kwa amri ya mahakama. Je, kama nikikataa haya masharti? Kulingana na maelezo ya mume wako, mali hazitoguswa wala kugawanywa, bali zitapelekwa zilipoelekezwa kisheria. Samahani mwanasheria, mimi sipo hapa kuleta matatizo yoyote, bali nataka kutimiza matakwa ya chifu tu. Mwanasheria akawashukuru wote kwa kuweza kumsikiliza na kutaka maamuzi ya chifu yaheshimiwe. Baada ya mwanasheria na Olivia kuondoka, Rahimu akamuuliza mama yake, inawezekanaje jua hili nilosikia kwa mara ya kwanza namjua kimada wa mzee? Inawezekanaje huyo Olivia akawa na baba siku ya mwisho wa maisha yake? Mama, wewe ulikuwa wapi? Usijaribu tena kuniuliza hilo swali. Hilo sio jambo la msingi tunalopaswa kujadili. Inawezekanaje mama? Inawezekanaje? Kama hata familia wangekuwepo katika siku zake za mwisho hospitalini, hili lisingejitokeza. Yule ni nyoka mdogo. Baba hukuamini kwa kutenda haki, alijua usingetenda haki, alijua usingeweza kumruhusu Olivia kuishi katika hii nyumba. Acha kujitetea, yule msichana alimweka babako kwenye chupa alipompata. Sasa anataka kuja na kula kwenye meza yetu, na pia aishi kama mke mdogo. Mama, jua Olivia asipoishi kwenye hii nyumba, pesa zote zitazuiliwa, na sote tunajua bila hizo pesa hatuwezi kusurvive kwenye hii nyumba. Kuna wafanyakazi, kuna watu wasiojiweza wanawasaidia. Maisha yako ya anasa. Baba amefanya vizuri kulifanya hili, nimesema tu. Kisha Rahimu akaondoka zake. Basi bana, baada ya siku kadhaa, mama akamuomba mwanasheria Ochu kumtumia milioni 5 kwenye akaunti yake binafsi. Samahani sana ma, estate account kisheria inamilikiwa na hayati chifu, hivyo pesa yoyote hairuhusiwi kutoka mpaka masharti yake yatekelezwe. Naomba usinichezee mchezo mwanasheria, mimi ni mke wake na sihitaji ruhusa ya kutumia pesa za mume wangu. Hakuna benki iliyoruhusiwa kutuma pesa kokote. Ina maana siwezi kupata pesa yoyote mpaka yule nyoka niishi naye? Ndio madam. Kabidi madam akubali tu kuishi na nyoka kwenye nyumba yake. Leo huku nyumbani wako mezani wanakula. Liam akauliza, yuko wapi Olivia? Mfanyakazi akamwambia yupo kwenye chumba cha wageni na hayupo tayari kula chakula cha jioni kwa sasa. Basi nenda akamwambia aje. Mama akamwambia hapana, hajaalikwa. Liam akashangaa, kama yule msichana atakula anatakiwa ale peke yake. Kwa nini unafanya hivi? Unajua yupo kwenye hii nyumba kwa sababu yako. Siwezi ngakosewa heshima kwenye nyumba yangu. Yule msichana ni nyoka, hawezi kukaa kwenye meza yangu kama familia. Lakini mama hajafanya chochote, ni baba ndio aliyemwandika kwenye matakwa yake. Mama akamwambia alinisalia
msaliti? Kwa hiyo sasa unataka nitabasamu eti niwe upande wake wa amani? Kumbuka hajafanya chochote, wewe ndio unafanya hii nyumba ionekane jehanamu. Unasemaje? Bosi, nenda uende ukamletee chakula chake. Liam akanyanyuka na kwenda kumuita. Mama akamuonyesha ishara ya mfanyakazi mletee. Liam akanyanyuka na kwenda kumuita. Huku sasa Olivia yupo kitandani amekaa, akasikia hodi inagongwa, akasema karibu. Liam akaingia, Olivia akamsalimia good evening. Liam akamsogelea na kumwambia mbona hujatoka kupata chakula cha jioni? Akamwambia sina uhakika kama naruhusiwa kujumuika. Liam akamwambia hauhitaji ruhusa ya mtu yoyote kwa ajili ya kupata chakula, ili mradi upo kwenye hii nyumba, wewe ni sehemu ya familia, umenielewa? Naomba nifuate. Ndipo Olivia akanyanyuka kitandani kwenda kujumuika pamoja kwenye chakula. Olivia akamwambia tangulia. Unataka nitangulie? Ndipo Olivia akaamua kutoka na kutangulia mwenyewe. Walipofika mezani, Liam akamsogezea kiti na kumkaribisha. Olivia akawa na uoga maana hajui kitakachoendelea. Baada ya kukaa akamsalimia good evening madam. Madam hakujibu chochote na kuendelea kula. Liam alipokaa akachukua ndizi. Mama akampiga jicho kuonesha amekasirika kumleta Olivia mezani. Olivia anafungua sahani, anakutana na ujumbe umeandikwa gold digger, yani malaya. Mama akiwa anatabasamu huku akimpiga jicho. Olivia anashangaa kwa nini anamfanyia hivyo. Liam alipoiona sahani ya Olivia akashangaa. Baadaye mama yuko chumbani, mfanyakazi akaja na kumwambia nimemwona Liam akichukua sahani na kumwekea Olivia chakula kisha kumpelekea. Madam, nakwambia kitu nilichokiona, siwezi kukudanganya. Nimemwona kwa macho yangu mawili, siwezi kudanganya, na pia haki ya Mungu. Madam akamwita mfanyakazi na kumnong'oneza. Mfanyakazi akaonyesha sura ya furaha, hata sisi watazamaji hatujajua alichoambiwa, kisha akaondoka zake. Usiku Olivia amelala kitandani, mfanyakazi akapanda juu ya dirisha na kumwagia maji katika chumba chake. Olivia akashtuka, huku anahema juu juu, hajaelewa kilichokuwa kinaendelea. Huku mfanyakazi akashuka haraka kwenye ngazi, kisha akauvuta ule mpira juu ushuke chini ili Olivia asijue kilichokuwa kinaendelea, kisha akakimbia ili Olivia asione maji yametoka wapi. Olivia akanyanyuka na kuangalia dirishani, hakuna mtu. Akafunga dirisha, akarudi kitandani huku anahema juu juu. Huku Liam anamuuliza mama yake, yule msichana alikuwa anamuuguza dadi katika siku zake za mwisho, wewe ulikuwa wapi? Mama hakujibu chochote, bali alionyesha sura ya ukimya. Liam aliamua kuuliza tena, kwa nini haukuwa miongoni mwa watu waliomuuguza dadi katika siku zake za mwisho? Kamuuliza kwa nini yule Olivia alikuwepo? Je, mligombana? Je, ulimwacha dadi? Hakuwa na majibu. Je, alikwambia uondoke? Hizi ndo taarifa nazozihitaji kujua kutoka kwako. Naomba unijibu, usijaribu kuniuliza hilo swali. Mama akakaa vizuri, kisha akamwambia yule msichana alikuwa anamwendesha baba yako. Alibadili akili ya baba yako wakati anauma, au umekuwa kipofu kama alivyomfanya baba yako? Liam akamjibu, huenda akuwa kipofu, lakini kuna kitu alikiona kutoka kwako ambacho hajakiona kutoka kwake. Akamwambia mama yake, kiukweli kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu unanificha, maana hujasema lolote mpaka sasa. Akamwambia kuwa makini mwanangu, wewe utabaki kuwa mwanangu tu, sitokubali mwanangu kuiharibu hii familia, kuamua kumtetea huyo mwanamke mzanditi haini. Akanyanyuka mama na kuondoka zake. Huku kwa Getman sasa, mfanyakazi ngozi anamuuliza Getman, hivi unajua humu ndani inaonekana kama tunapigana vita ya 3 ya dunia, na hii tangu huyo Olivia alivyokuja humu ndani, yaani ni mapigano kila sehemu. Getman alichokisema kwamba yaani tangu bosi wetu afariki hii nyumba imeharibiwa, sijatambua kitu kingine chochote zaidi ya hiki. Hapana, yaani hii haimuhusu bosi. Unajua bosi wetu alikuwa sio mtu wa kuongea, ni huyu msichana Olivia alivyokuja hivi sasa, na tangu amekuja ameleta matatizo. Kwa maana hiyo utambui nani yupo nyuma ya haya matatizo? Kila kitu kinaonyesha wazi ukimtazama, mimi nimeona kwa macho yangu. Getman akaweka karanga mdomoni, kisha akamwambia subiri kwanza, jinsi unavyoongea na unavyomtaja Olivia kuwa chanzo cha matatizo, lakini tangu ameingia humo ndani hajasema lolote. Kitu pekee alichosema ni habari za mchana na kuendelea na mambo yake, ila wewe umekuwa ukimsema vibaya kwa sababu ni malaya, lakini pia yule ni muuaji wa kimya kimya. Wala atakapokuuma na sumu yake ya kimya kimya hutojua kama yeye anahusika, na yeye ndo sababu ya matatizo yote yanayoendelea hapa. Mimi swali langu ni hili, kwa nini wewe unafikiri yeye ndo chanzo cha matatizo na sio boss chief? Kwa yeye aliamua kutumia masharti anayoyataka. Kwa nini na nini kilitokea? Kwani mimi najua? Kwa sasa madamu wetu anatakiwa kumsikiliza yule msichana mdogo. Unaweza amini yule madamu wetu kila kitu kwa sasa wanafanana. Kwa sasa limeharibu kila kitu cha madam, nimepelekea kushuka level na kuwa kama yule msichana Olivia. Kwa namna hiyo, kwa vile naishi hapa, mimi nitafanya lolote na mimi nitakuwa adui yake mkubwa. Yaani wewe unafanana na kazi yako. Kikweli umeona hiyo sura yako, unaonekana kama adui mkuu. Yaani na wasiwasi hata na maisha yangu. Yaani unanitukana Friday. Yaani mimi nazungumzia vitu vya msingi. Yaani wewe unazungumzia vitu vingine tofauti. Kitu kinachonitia hasira zaidi, Mr. Liam anampatia chakula. Unaona sasa shida yangu na wewe, nimeshakuona juu
juu ya hili jambo. Unajua yule yupo hapa kwa ajili ya pesa za chifu tu. Kama hayupo hapa kwa ajili ya pesa za chifu, kwa nini yupo hapa? Jiangalie unavyoongea, eti amekuja kwa ajili ya pesa za chifu. Kwani madamu yuko hapa kwa ajili ya nini? Ye mwenyewe ni Iron Dige. Unavyosema Olivia ni malaya, basi yeye ndo kiboko. Unafikiri hapa madamu kaolewa kwa ajili ya mapenzi? Hapa madamu yupo kwa ajili ya kuchuma pesa tu. Huu ni mgodi wa dhahabu. We, usijaribu tena kumuita hivyo madam. Kwani unamtukana madamu wakati mimi nipo? Madamu amejuana na bosi wetu kitambo, walikuwa wote pamoja. Kitu nilichonoti kwenye hili jambo, kuna kitu hakiko sawa. Mimi nachojali ni mshahara wangu na kupiga saluti tu. Mambo mengine hayanihusu. Basi bana, kesho yake asubuhi Olivia ananika nguo zake kwenye kamba, mara ghafla zinaanguka. Kumbe madamu amekata kamba. Madamu akawa anatabasamu, anakumwambia kwamba, "Oh, vipi na kustaajabisha We malaya unaanika nguo zako kwenye jua tena bila kuomba ruhusa. Sikumuona mtu yoyote hapa na sikutaka kumsumbua mtu yoyote. Tayari unasumbua wewe kupumua tu." Kumbe Liam alikuwepo hapa. Alipogeuka na kumwambia, "Kwa nini unafanya hivi? Huyu hajakaribishwa hapa." Liam akamwambia, "Huu ni mgeni wa baba. Mgeni hatakiwi kufanywa hivi. Usinifundishe kuishi na mtu yoyote kwenye nyumba yangu. Sawa? Hebu nipishe huko." Baada ya mamake kuondoka, Liam akamwambia Olivia, naomba nikusaidie." Olivia akamwangalia Liam na kumwambia, "Asante." Liam akawa anamwangalia Olivia na kumwonea huruma. Baadaye sasa, mida usiku, Olivia akaingia kwenye chumba kimoja kwa siri sana. Akawa anatazama kile chumba kilivyokuwa na mandhari nzuri. Kisha akaenda kwenye meza mojawapo na kukaa. Kumbe mezani kulikuwa una vitabu, akawa anaviangalia. Bila kujua upande wa pili alikuwepo Liam amekaa. Liam akakoa. Olivia akashtuka. Olivia akamwambia Liam, "Samahani kwa kuingia sehemu yako." Liam akamwambia, "Usijali, sio sehemu yangu, ni sehemu ya baba yangu." Hii ndio ilikuwa sehemu pendwa kwenye nyumba yake, na hii ndio ilikuwa sehemu pekee ambayo ina utulivu kweli, na nilikuwa nahitaji sehemu tulivu. "Kwa hiyo unasoma?" "Ndiyo, wakati maisha yakiwa na mambo mengi, mimi huwa napendelea kusoma." "Sikiliza, samahani kwa yote yaliyotokea hapo awali. Najua mama yako anaweza kuwa mkali sana. Haina haja ya kumwombea msamaha mama yako. Kweli niko hapa sio kama nahitaji kupendwa, ila nipo hapa kwa ajili ya matakwa ya baba yako. Sijawahi kukujua kabla, ila nilivyosikia jina lako kwa mara ya kwanza nikajua tu uko tofauti, wa kujikweza, mkali, lakini uko tofauti na nilivyodhani. Lakini sina tabia hiyo ya kuwa mtu mwingine." Akamwangalia Liam kisha akamwambia, "Kwa nini unaendelea kunitetea kwa mama yako?" "Kwa sababu wewe ni mgeni wa mama yangu." Akamwambia asante, akimwacha Olivia akiendelea kusoma vitabu na kumtakia usiku mwema. Asubuhi Olivia yupo kwenye kochi anasoma kitabu. Mfanyakazi pamoja na madamu wakachukua chandarua na kumfunga. "Unatakiwa utulie sehemu moja wewe malaya." Maskini Olivia akawa anapiga kelele, "Nisaidie, nisaidie." Ila wakaendelea kumfunga. Bahati nzuri akatokea Liam. Liam akamwambia mamake, "Hebu acha huo upuuzi, kitu gani kinaendelea hapa?" Olivia alivyotoka kwenye neti, madamu akamwambia, "Nafikiri hapo unajisikia vizuri." Olivia akamwambia madam, "Mimi sijaja hapa kupambana." "Hapana, umekuja kuchukua kama wadangaji wote wanavyofanya. Wewe umemweka mwanaume wangu kwenye chupa alafu unaweka wazi mapaja yako. Umemuua mwanaume wangu na umefanikiwa kuorozeshwa. Lazima uwe na furaha, si ndio? Sasa na wewe unafikiria nafasi ya kuwepo kwenye hii nyumba kwa sababu umeorozeshwa kwenye matakwa yake. Mama, hembu kuwa mpole." "Nitamuua mimi, nisema nitamuua." "Mama, hembu acha." "Niache nini? Inatosha. Unachotakiwa kusikia watu wanachosema kuhusu wewe, jinsi unavyomtetea hawara ya baba yako. Huyu sio malaya, huyu ni malaya tu. Na kuomba hembu acha kulumbana kwa ajili yangu. Hujafanya chochote, nitaondoka." "Mama, hembu acha kufanya unachofanya. Naomba nimuue huyu Gold Digger." "Mama, nimesema acha." Lakini mama alizidi kuwa mkali na kuwasha moto. Basi bana, Olivia akiwa chumbani kwake amejilaza kwa huzuni. Liam akagonga mlango akamwambia, "Ni mimi." Liam akamkuta Olivia amejilaza kitandani, kisha akasogea kukaa karibu na Olivia. Alafu akamwambia, "Acha kuomba msamaha." Alikuwa amechanganyikiwa na amevunja makubaliano yote leo, na kesho atavunja makubaliano, na kesho kutwa pia. "Unavyonitetea unamfanya nichukie zaidi. Mwache tu achukie. Hustahili kutendewa hivi. Yule ni mama yako, utajenga uadui na mama yako kwa sababu yangu. Tayari amechukua njia yake alivyoamua kutendea hivyo. Ukufanya sio binadamu. Nini kitatokea baada ya hii?" "Namaanisha baada ya mwaka mmoja." Akamwambia, "Sijamuelewa." Kisha akamwambia, "Sijui nini kitakachotokea. Nachojua ni kukuona wewe." Akamwambia, "Staki. Sio kwamba nasema hivi ili ujisikie na amani. Nasema hivi kwa sababu unastahili kutendewa hivi kama binadamu wengine. Wewe ndio ulikuwa na baba katika siku za mwisho za uhai wake, pale ambapo hapakuwa na mtu mwingine. Hapo ndipo napata picha na sasa naelewa kwa nini alikuamini. Naomba usifanye hili kuwa gumu kuliko uhalisia." Liam akakaa vizuri na kumwambia, "Kama utahitaji chochote kile usisite kuniambia." Olivia akamwangalia bila kumjibu chochote. Olivia usiku anaoga, yuko na mapupu mpaka usoni. Mara ghafla maji yakakatika, akawa anagusa juu ya bomba ili maji yatoke mpaka chini kwenye koki na kugusa koki, maji hayatoki. Kumbe bana, huyu Tatu Mbozi alienda kufunga maji, akawa anakimbia ili asionekane. Olivia ikabidi atoke nje na kushuka chini ili ajue tatizo ni nini. Mara ghafla na umeme ukazima, akawa haoni.
jikoni, akana baki na kupiga kelele kwa uoga. Liam akauliza kuna nini? Nilikuwa naoga, mara ghafla maji yakakatika, mara umeme ukarudi. Liam akawa anaogopa kumwangalia mke mdogo wa baba yake. Liam akamwambia nifate huku. Akamwambia hivi, una uhakika nitapata maji? Ndio, nifate huku. Akamwambia pale mwisho ndo kuna bafu, wewe nenda, sabuni ipo huko na taulo liko huko. Akawa anaogopa kumwangalia mama yake mdogo mweupe kama ni Olivia anatoka bafuni ameng'aa. Liam akawa anaogopa kumwangalia mama yake mdogo. Akamwambia nimepata ile hood, nadhani huto mind. Ndipo Liam akamwambia hapana, naenda kubadilisha, nitakurudishia muda so mrefu. Akamwambia haina shida. Wakati Olivia anaondoka, Liam akamuita Olivia. Olivia akasogea na kumwangalia, akamwambia nakusikiliza. Liam akamwambia basi unaweza kwenda. Olivia akamwambia nashukuru kwa msaada wako, usijali Olivia. Huku Liam inaonekana kama ameingia matamanio ya kumtamani mke mdogo wa baba yake. Asubuhi Beki Tatu akamfuata madam na kumsalimia, good morning madam. Nzuri tena, nini tena asubuhi? Nimekuletea habari mpya, unapaswa kuniamini maana sijagi bila taarifa yoyote. Haya, sogea karibu. Akasogea karibu maana habari yenyewe itakufanya ufurahi. Ni kuhusiana na Olivia. Vipi, amekufa? Kama kisingetokea kile, Olivia angekufa usiku wa jana. Nenda kwenye pointi bana. Nilimwona jana usiku anaoga bafuni, nikaenda kufunga bomba alikuwa linapeleka maji, na muda huo nilikuwa na uhakika alikuwa na mapovu mwili mzima na asingeweza kuona nilichopanga. Kama angetembea na mapovu mwili mzima lazima angeanguka, na nilikata umeme. Safi sana, kwa sababu sitaki kuona anaishi kabisa kwenye hii nyumba. Nadhani angekuwa amekufa. Ndio, ila usijali, nimepata mpango mwingine ambao utafanya kazi vizuri na uhakika, maana kabisa huo mpango ni mkubwa na nitakuwa adui yake mkubwa sana kwenye maisha yake. Na kuamini Ngozi, yani kwenye hii nyumba lazima afa. Akamwambia madam, nina habari nyingine. Sawa, na kusikiliza. Ni nini? Si unajua mimi napenda kusambaza taarifa mpya. Najua, endelea. Lakini madam, hii habari inamhusu mwanao Liam. Inaonekana anaanza kumpenda Olivia. Inaonekana Olivia ndio anamshawishi kihisia Liam. Nimeliona hilo kwa macho yangu. Nini? Ni malaya sana. Ameanza na mume wangu, sasa mtoto wangu anazidi kusambaa kwenye hii nyumba kama ugonjwa. Lazima ni mwazibu. Unaweza kwenda Ngozi. Na kuamini madam, lazima afe kwenye hii nyumba. Madam akawa amekasirika maana Olivia anazidi mipaka. Akiwa jikoni Olivia anapika, Liam akaja jikoni. Akawa anamwangalia Olivia anavyopika. Olivia alivyogeuka akagongana macho kwa macho na Liam. Akamsalimia za jioni. Nzuri, kwa sababu ya harufu ya unachopika kama tangazo la jamii. Samahani, sikujua kama kutakuwa kuna mtu yoyote hapa. Akamuuliza unapika nini? Supu ya samaki yenye pilipili. Kwa sababu nisingeweza kulala maana mama yangu anapenda kunipikia hii supu wakati nyumba ikiwa haijatulia. Inaonekana harufu yake ni nzuri na mimi sijawahi kula na mimi nahitaji. Unataka kula chakula changu? Ndio, nafikiri chakula chako kitakuwa kitamu. Je, umewahi kukata mboga na ndizi? Sijawahi, ila nafikiri nitaweza. Liam akamsogelea kwa ajili ya kukata. Ile dirishani, kumbe Beki Tatu Mbozi anahangaika na mti anapeleka kwenye supu ya Olivia. Sijui lengo lake ni nini. Mara akatokea mlinzi Friday na kumuonya na tutaka kukifanya na kumwambia aondoke. Kumbe Liam hajui kukata vizuri, akamwambia sio mbaya, akampigia makofi. Huku mama anafoka, unadanganya mama, kweli sijui chochote kuhusu huo mkufu wa Diamond. Umekuja kwenye nyumba yangu bila chochote isipokuwa perfume ya kujipulizia mapaja yako tu na machozi ulionayo. Sasa umeingia kwenye draw yangu kama panya, na hayo ni makosa ya familia yaliyotokea. Mbona sielewi? Liam akauliza nini kinaendelea? Muulize Hawara wa baba yako. Muulize uko wapi mkufu wangu wa almasi, maana amekuwa kama panya anayenusa kila kona kwenye hii nyumba. Mama, unachofanya sio kizuri, hilo ni kosa kubwa na nitalithibitisha kwako kwamba huyu ni panya anayezunguka kwenye hii nyumba. Akamuita Ngozi kwa nguvu. Njoo! Nini umeniambia dakika chache zilizopita? Ngozi akawa mpole, akawa anasikitika kwanza, kisha akasema binadamu kweli wabaya. Akasema nilipanda juu nikamwona Olivia akiingia chumbani kwa madam. Nilijificha, hakuweza kuniona. Mara ghafla nikamwona toka taratibu na kitu cha thamani. Daimu akamgeukia, wewe? Ndio, ulikuwa wewe. Nilikwambia huu ni paka anayezunguka kwenye hii nyumba, ananusa kila kona ya hii nyumba. Akamuuliza unawaruhusu waende chumbani kwako? Akasema waache waende. Walipoingia chumbani, moja kwa moja wakaanza kutafuta mkufu ulipofichwa. Wakawa wanatafuta kila sehemu. Inawezekana vipi msichana mzuri kama wewe mrembo uwe mwizi? Beki Tatu Ngozi akafunua shuka na kukuta kiboksi, akapiga kelele, mama! Si nilisema mwizi huyu? Msichana wa kijijini usiyotaka kufanya kazi. Sijaweka hapo mimi kweli, na pia usiapie, unatia aibu. Mwizi usiyotaka kufanya kazi wewe. Kwa hiyo ndo maana umetaka kuingia kwenye familia yangu. Umeanza kwenye chumba cha mume wangu, sasa kwenye chumba cha mwanangu. Unataka kurithi maisha ambayo hayakuhusu. Kwa nini jamani mnanifanyia hivi? Kwa sababu tumekujua wewe ni nani. Ni kirusi kinachonukia. Umejifunga kwenye mtu anayekufa kama nzi kwenye nyama mbichi, na sasa unatambaa kwenye ukuta wangu kama kwako.
Inatosha, tumekuelewa. Nimekwambia inatosha. Samahani mkuu, nani mwingine alikuwepo hapa? Hakuna mwingine mkuu, ni mimi tu, na pia kwa Mungu. Safi, ngoja polisi wasipokuja na wasipopata majibu utaenda nao. Mimi siwezi kwenda na polisi. Akamwambia madam, mimi siwezi kwenda na polisi. Ngozi akaogopa. Mama akamwambia naomba usimtishe mfanyakazi wangu, huyo ndio mhalifu ambaye amepatikana na mkufu. Je, ameiba au aliweka pale? Ni bora useme ukweli, maana polisi watakapofika nitawaambia wadili na wewe mpaka utakaposema ukweli, na mwisho utakapojulikana ni wewe utakwenda jela. Anazungumzia jela madam. Jamani madam, mimi ndo mtoto pekee kwa wazazi wangu. Baba yangu alikufa kitambo, mama ndo mtu pekee aliyebaki. Watachanganyikiwa wakisikia anaenda jela. Madam, naomba uambie ukweli. Sema chochote, waambie wewe ndo ulionipanga. Unasema nini? Hem, nyamaza huko. Nitakwenda peke yangu jela. Madam, usingeniambia mimi niweke pale, nisingeendelea kunyamaza. Madam, hebu ambie ukweli. Kwa hiyo umenitengenezea na nitakuchoma moto kama hautokaa mbali na mwanangu. Kwa hiyo mama, umetutengenezea kwa ajili ya kumdhalilisha Olivia. Nimefanya kile ambacho nitakuwa kufanya. Nataka huu urithi. Akamwambia kwa sababu anatisha kwenye hii nyumba, anataka huu urithi. Atakulagai utajaa na ataondoka na kila kitu alichokijenga baba yako. Wewe ndio leo tuharibu na tayari ushaharibu. Nimegundua kumba wewe ni mkatili hivyo. Sikuwahi kuwazaga. Na wewe toka kwenye hii nyumba mara moja. Nimemaliza. Je, polisi wanakuja? Nimekwambia toka nje. Endelea kumng'ang'ania huyo mwanamke, siku atakapokujeruhi utakuja kunitafuta. Liam akamchukua Olivia na kumpeleka uwanja wa mpira. Liam akamwambia, nisamee Olivia, nisamee kwa kila kitu. Nisamee kwa ajili ya mama, kiukweli sikujua. Sikufikiri kama atafika mbali zaidi. Mama yako ananichukia mimi na hanipendi na sijamuomba chochote kutokana na hili. Kitu nilichofanya ni kutekeleza matakwa ya mzee wako, lakini sasa naogopa. Kiukweli naogopa sana. Hawezi kukuumiza. Maneno yako hayawezi kumfunga mdomo mama yako. Maneno yako hayawezi kufanya jinsi atakavyonichukulia. Hasa kwenye ile nyumba ni kama mtu ninaenuka. Ni kwa ajili ya kuinda kila kitu kilichojengwa na familia. Liam akamwambia, nifanye nielewe ni jinsi gani ulivyokutana na baba yangu. Akamwangalia Liam kisha akamwambia, nilikuwa nafanya kazi duka la madawa katika mji wa Abuja. Alivyokuwa anatembea kuingia ndani, baba yako alikuwa dhaifu sana na amechoka. Nilikuwa namtazama nikimuonea huruma. Alikuwa anahitaji dawa na kwa haraka nilimpatia dawa zote alizokuwa anahitaji. Nilimwambia nikusaidieje, akanipatia karatasi ya dawa, nikaisoma, nikaenda kumchukulia. Alionekana ni mgonjwa sana. Alinipa kadi, nikaandika gharama za dawa kisha nikamrudishia kadi. Lakini nilimuonea huruma sana kwa hali yake, maana inaonekana alikuja bila msaada wa mtu yoyote. Nikaamua kumfuata ili kumsaidia, lakini alikataa msaada wangu. Nikamuuliza, kwani kuna mtu uliokuja naye wa kusaidia kubeba dawa na kusaidia kutoka nje? Lakini alikataa. Lakini siku inayofuata alikuja kwenye duka la madawa na kukaa nje mpaka shifti yangu ilipoisha. Sasa ile natoka, nilishangaa kumuona nje ikiwa hali yake bado ni mbaya sana. Nikamkimbilia kwa sababu nilishangaa kwa nini yuko pale. Nilipofika nikamuuliza, kwa nini uko hapa? Nikachukua kiti nikakaa ili kumhoji vizuri. Nikamuuliza, unaendeleaje? Kwa nini uko hapa? Tena uko peke yako? Akaniambia nimechoka tu. Nikamwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Akatabasamu akasema na kuamini. Baadaye akaniambia umenifanya niwe na amani, lakini hakuniambia anaumwa nini, ila ninachojua ni kama malaika mlinzi aliyetumwa kwangu. Alinisaidia kulipa ada ya kakaangu ilikuwa shule, na pia alinisaidia kulipa madawa ya mama yangu alipokuwa hospitali, na pia wakati mwingine alinisaidia na mimi. Kwa hiyo hamkuwa wapenzi. Alikuwa mwenye hisia na siku zote aliniambia maumivu yake. Pale kansa yake ilivyokuwa mbaya zaidi, nilimuogesha, nilimlisha, nilisali naye na kumwombea pia. Mpaka pale aliponiambia nisiende tena kumuona. Kwa naamini huenda alipata nafuu na hakunihitaji tena. Mpaka pale alipokuja mwanasheria na kugonga mlango wangu. Liam akachoka hoi kusikia kilichotokea kwa baba yake. Liam akasema alimuona mtu mwenye upendo wa kweli na ni wewe, na kuachana na kila kitu kilichotuzunguka na kuwa na hisia tofauti. Wewe ni kitu pekee chenye hisia za kweli. Wakaangaliana kisha akamwambia, najua hii hairuhusiwi na inachanganya sana, ila siwezi kuigiza kana kwamba ninachohisi akikuwa pale na kupenda. Najua na wewe unanipenda. Wakaangaliana wakawa nasogeleana taratibu. Olivia akafumba macho na kupeleka lipsi kwa Liam na kuanza kunyonyana. Acha wewe, hapo sasa ndo wakati wenyewe. Waachie wazungu kwenye sekta zao. Olivia akasema basi inatosha. Akanyanyuka na kuanza kulia. Kwa nini nimefanya hivi? Liam akamwambia nisamee. Olivia akaanza kukimbia na kuondoka. Liam akamwambia Olivia nisubiri. Olivia alipofika nyumbani akachukua vitu vyake na kutaka kuondoka. Liam akawa anamsisitiza asiondoke ili aweze kuzungumza naye. Olivia akasema nimeshindwa kulala, natishwa kila siku, ni matusi, na sasa Liam anataka utamu wake. Ni bora niondoke. Matakwa ya baba yako, mama yako sasa ananichukia. Na sasa wewe unanikisi, imezidi sasa. Napigana vita ambavyo sistahili kupigana. Liam akamwambia nisamee mimi kwa kukisi. Sikutegemea kama ningekukwaza. Baada ya yote hayo kupitia, anapaswa kukuomba msamaha. Nisamee, ni hisia tu. Nini kitatokea baada ya kisi? Ni aibu. Je, utajua nini
lakini kitahisiwa kuchukiwa kupita kiasi. Liam akaomba apatiwe siku moja. Je, unafikiri siku moja inaweza kurekebisha kila kitu? Niamini mimi, nipatie siku moja. Nikishindwa mimi mwenyewe nitachukua begi lako na nitakupatia uende. Olivia akakubali kubaki kwa siku moja. Alivyoingia ndani, alivyolala kitandani, akakumbuka lile kisi alivyompatia Mwamba. Akajiuliza ni upuzi gani amefanya. Na upande wa pili Mwamba anakumbuka lile kisi alilopiga na Olivia. Akawa haelewi afanye nini. Ni mimi storyteller wako Aidon. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification ili wa kwanza kupata kila movie mpya inaingia. Basi bana, kesho yake madam anatoka sebuleni, anamkuta mwanasheria, anamwambia una maana gani unakuja nyumbani bila taarifa? Kila kitu kipo sawa. Alipokaa Liam akamwambia mimi ndo nimemuita kwa sababu vitu haviendi sawa, hasa kwenye hii nyumba. Hii nyumba imekuwa ni uwanja wa vita, kwa hiyo tunahitaji ufumbuzi kabla mtu hajaumia. Nikiwa kama mtu niliyoteuliwa na hayati Chief Vincent, nipo ndani ya mamlaka yangu kuendesha na kusuluhisha migogoro, hasa pale mambo yanapoenda kinyume. Hakuna uvunjaji wa sheria hapa. Huyo msichana alitaka kuondoka jana usiku. Je, hilo ni kuvunja sheria? Sawa mama, lakini asingetaka kuondoka kama hii nyumba iko sawa. Lakini kama ni uwanja wa vita, okay sawa, ngoja niki kila kitu sawa. Hichi ni kile alichokitaka Chief kisajili katika mahakama ya Abuja, kwamba Miss Olivia ni lazima akae hapa bila kubuguziwa. Vile hatakiwi kuondoka hapa, ila wengine wanaweza kuondoka, kwamba anaweza kuwa mbali na nyumba yangu, nyumba ya mume wangu. Umezungumza vizuri, hii sio nyumba yako mpaka pale matako yatakapotekelezwa. Liam akamwambia unaweza ukahama ukaenda Abuja kwenye nyumba nzuri tena kubwa, ina nafasi. Baada ya mwaka unarudi kwenye nyumba yako. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, madam akakubali kuondoka, lakini akiwa na chuki na Olivia. Madam akaamua kuondoka na kumwachia maagizo mfanyakazi awe anampa taarifa zote zinazoendelea kwenye nyumba. Wakati wanaangalia movie, beki tatu akawaletea juice. Liam akapokea kisha akamwambia asante. Akampelekea na Olivia. Alipotaka kuichukua akamwagia na kujifanya oh my god, pole. Liam baada ya kugundua mfanyakazi kuwa amefanya makusudi akamwambia chukua glasi, peleka jikoni na uondoke. Niende wapi? Nenda kwenu. Kwa hiyo umenifuta kazi? Ya kufuta, nimekupa likizo mpaka mama atakaporudi na wewe utarudi. Ngozi ikabidi aondoke kwa huzuni, hakuwaacha wapenda nao. Baada ya kubaki peke yao, Olivia akawa anamkwepa Liam ili wasije kuzama kwenye mapenzi, na chuki ya mama yao ikaongezeka, ikawa kubwa. Liam akawa anaumia sana kuona Olivia anamkwepa. Siku zikaenda, ikabaki siku moja tu kutimia mwaka mzima. Liam akamfuata Olivia chumbani kwake na kumuomba wazungumze. Akamwambia kesho ndo siku ya mwisho na umekuwa ukiendelea kunikataa kila wakati nikijaribu kuwa na wewe, lakini unanikwepa. Ni kama hutaki kuongea na mimi mpaka pale kwenye ulazima wa kuzungumza. Lakini najua unavyojisikia, lakini pia najua haukuwa upande wangu, lakini najua unanipenda na bado unanipenda sana. Haijalishi nini najisikia, ila kwangu ina maana haiwezekani. Nitaondoka hapa kwa maana nitakapoondoka kila kitu kitarudi kama zamani. Wewe unafikiri hicho ndio ninachokitaka? Yeye unafikiri nataka wewe uondoke? Tena kama hakijatokea kitu, tezo lako wewe huelewi. Naelewa zaidi unavyofikiria. Unajua nini ninachojisikia? Ni upendo wa dhati. Haijalishi nini watu watasema, kama watazusha skendo vipi, kama ikiwa kweli sijawahi kumpenda mtu kama ninavyojisikia kwako kabla. Uigize na shindikana kwa sababu ni ngumu. Utanisamehe Liam. Ambua baada ya kesho nitaondoka na vitu vyote tulivyofanya vitakuwa vimekwisha. Liam akajua hapa tayari nimeshamkosa mrembo. Asubuhi Olivia anaingia sebuleni kuangalia TV, mara ghafla madam na mfanyakazi wanaingia. Olivia akamsalimia good morning ma. Madam kauchubua tu kama mbuzi aliyokosa majani wiki moja. Akawa anampigia jicho kuonesha bado ana chuki na yeye. Madam akamwambia kama ulikuwa hujamloga mwanangu Liam nisingeweza kuondoka kwenye hii nyumba hata sekunde moja. Lakini yote anaisha leo. Sasa muda wako umeisha. Beki tatu akamwambia tunakwenda kukuangusha. Olivia hakusema chochote mpaka mwanasheria alipokuja. Mwanasheria akawaambia Chief pia alirekodi video ya siri kwa ajili ya familia yake na wafanyakazi wake kabla hajafariki. Hii video haimuhusu yeye tu, bali maelekezo ya mwisho ya ugawaji wa mali zake. Na washauri tu, haijalishi ni vitu gani atakavyokwenda kuviongea na kuviweka wazi. Maelekezo yote yapo kisheria na hayawezi kubadilishwa kwa yoyote yule. Hakuna yoyote atakayepinga, na hii ni baada ya kutazama aliyoyaongea Chief. Mwanasheria akamwambia naomba ni play. Madam akamwambia play tu. Kama umeplay hii video itakuwa ni mwaka mmoja umepita tangu nizikwe. Baadhi ya ukweli nitabaki nao mwenyewe, ila mwingine nimeshindwa kubaki nao. Akamwambia Olivia nakushukuru sana. Ulinipa amani katika siku zangu za mwisho. Na utakapoangalia hii video itakuwa ndo mwisho wa yote. Matusi, minong'ono, manyanyaso kutoka kwa baadhi ya wanafamilia wangu. Liam mwanangu, umelelewa na mwanaume mzuri. Ndio, na umekomaa sasa. Na una roho ya huruma ambayo sijawahi kuiona. Lakini najua nitakwenda kukuchanganya na kukuweka kwenye hili garika. Lakini na uhakika utakuwa kiongozi mzuri wa Olivia na utanielewa. Adera mke wangu kipenzi, najua una hasira sana kumuona Olivia kwenye hii nyumba. Ulipaswa kuwa upande wangu katika siku zangu za mwisho, lakini ukachagua umpendaye. Kila mtu akashangaa. Unafikiri
sijui, ila nilikuwa nafahamu ulikuwa unanisaliti kwa miaka yote ile. Pia nilijua huyo Liam sio mtoto wangu wa kumzaa. Niligundua hilo tangu alipokuwa na miaka 4. Ndiyo, nilijua na kuligundua hilo. Mama akainamisha kichwa chini, lakini sikuwa na chaguo la kuendelea kumpenda Liam. Nilimpenda na kumpatia kila kitu alichostahili. Nilichoshindwa kumpatia ni damu yangu tu. Nilimpa elimu, umaarufu, nilishindwa kumpa kansa na uhalisia. Haikuruhusu niwe zawadi ya mtaani, sikuweza kuruhusu, ila nililea. Na sasa angalia katika simu zangu, utaona meseji za DNA kutoka hospitali 3 tofauti. Na sasa ni kuhusiana na mali zangu. Friday, ndiyo mkuu, ulikuwa muwazi, hukuchagua upande mpaka siku yangu ya mwisho. Utapokea milioni 5 hivi punde. Friday macho mbele. Utapokea milioni 5 kila mwaka maisha yako yote. Friday akataka kupiga kelele, watu wamenuna tu. Chifu akasikitika kukitikisa kichwa, akaita Ngozi, ndiyo mkuu, hutopata chochote. Ngozi alichoka, ulijua unajua kila kitu juu ya usaliti, hivyo hauna thamani ya kupewa chochote. Liam, utapokea 20% ya mali zangu zote, yana makampuni na kila kitu. 5% ya mali zangu zitakwenda kwa wasiojiweza na watoto yatima, na vitu vyote vilivyobaki, akaunti za benki, ardhi na vitu vyote ninavyomiliki. Wakati sikuwa na kitu, nitampatia mtu mmoja tu ambaye hakutegemea kupewa. Huyu ni Olivia. Mama akabaki anashangaa. Mama, nini? Na sio kwa sababu alikuwa mpenzi wangu, nampa kwa sababu alikuwa na mimi na kunisaidia katika kipindi changu cha mwisho. Hata kama haitajiki, alijitoa, kila kitu kitakwenda kwake. Olivia akawa anashangaa, inawezekanaje kupewa mali zote kwa mtu baki? Kisha aliwashukuru. Pia akasema, najua kwa nini mtajiuliza nilitaka Olivia abaki kwenye hii nyumba ndani ya mwaka mzima. Niliona wema ndani yake, na pia nilitaka awe karibu na mwanangu Liam kwa sababu nilijua kwamba atamfanya awe mke wangu. Olivia akabaki anashangaa. Naamini nyie wote ni wema. Kwaherini kwa sasa mpaka tutakapoonana tena huko tuendako. Mwanasheria akasema kila mmoja atakabidhiwa pesa zake na kukabidhiwa mali zake kisheria. Olivia alisimama na kuondoka, akamwacha Liam kwenye kochi, akaingia chumbani, akawa anawaza na kukumbuka. Akawa anakumbuka chifu alivyomuuliza, je, umeolewa? Hapana, una uhakika? Akasema, kwa nini umeniuliza? Akamwangalia na kutabasamu bila kusema lolote. Kugundua baada ya kuishi katika jumba la kifahari ni ili aolewe na mwanaye Liam. Olivia machozi akawa anamtoka, maana Liam alikuwa anamtaka na yeye pia alimpenda sana. Akakaa chini kwa huzuni kubwa, lakini hakutaka shida na mama yake Liam. Na Madam Chifu ikabidi aondoke, huku akiwa anaiangalia nyumba, aamini mwisho wa ubaya ni ubaya, yaani ubaya ni ubwela. Ukitaka kupiga vichwani, watu wanajiandaa, karanga, korosho, vipande vya nazi, chumvi, kila kitu yani ukija tu nalipuliwa. Baada ya siku kadhaa kupita, Olivia baada ya kumtafuta Liam kwenye simu hapatikani, kabidi aende kwa rafiki yake. Rafiki yake akamruhusu kuingia ndani na kumkuta Liam. Liam akamuuliza, umejuaje nilipo? Mama yako alinipa namba ya rafiki yako. Akamwambia, mama yako naomba umsamehe. Akamwambia, nimsamehe wakati sijajua mimi ni nani? Wewe ni Liam anayenifundisha ninapokuwa sina mtu, mcheshi. Wewe ni Liam Odenebo, ni mtu ambaye anampenda mtu hata kama sio baba yake. Haijalishi ushahidi wa DNA unasemaje, ila bado wewe ni Liam. Mama yako alikuwa na makosa sana, haukustahili msamaha, ila naomba umsamehe. Tatizo kiasi gani? Yeye ndo pekee mama yako aliyobaki katika hii dunia. Hebu kumbuka kipindi anachokufanya uamini wewe ni mama yake. Liam akamuuliza, kwa nini uko hapa? Olivia akamwambia, kichupa kimejaa katika rumande, nahitaji tumalize hii haja, pia nimelimisi busu lako. Liam baada ya kusikia hivyo ikabidi amsamehe mama yake. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu hii. Niambie umeionaje hii movie? Share kwenye comment, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification.